Alafu mwanafunzi mwenyewe huaga anajiuza kwa buku hizi 3. Yaani ukiwa na buku 3 unapata uloda. Alafu mnavyoniona mimi ni mteja wake mkubwa sana. Hapo foleni uioni au shobo? Kila mtu ana kichupa chake hapo mzee. Nyuma. Hamna, mimi sipo kwenye foleni yenu. Mimi nimemfuata ndugu yangu anakaa chumba hichi. Udogo ulikuwa zamani mzee mwenzangu, ila kwa sasa ushakata kamba. Kalisha makali yako chini pale. Shoga yangu niambie, maana asubuhi nilikuwa na haraka ya kuwahi shule. Haya, niambie kuna jipya gani tena? Sibula hata pangekuwa na jipya. Hamna jipya lolote shoga yangu. Ila nataka tu nikuulize, taarifa za matokeo nazo. Matokeo shoga yangu yametoka. Matokeo mazuri na matokeo hayo ni mabaya. Tuanze na shule yetu. Shule yetu imefaulu watu 10 tu. Na kati ya watu 10, shoga yangu umekuwa mtu wa kwanza. Sina budi kukupa hongera. Wewe, potazama kwanza usiniambie jamani. Mbona unanipa kwanza motisha kwanza? Mimi nimefaulu. Wewe hapo shoga yangu. Asante Mungu. Ndio hivyo shoga yangu. Ukiangalia mimi mwenyewe hapa nimefeli, lakini nilipoona shoga yangu kidogo umefaulu, nikasema sina budi kuja kukupa hongera. Ndio maana asubuhi pale nilipoona umepita nikasema ngoja nikupe taarifa tu baadaye ukirudi upitie hapa. Lakini kuna jambo linaniumiza na linanifikirisha kila siku. Pamoja na yote unayofanya, shughuli zako, kazi zako hizo unazozifanya za kujiuza, unawezaje kupata muda wa kujisomea? Au unaenda kwa waganga shoga yangu? Shoga yangu mbona unanikosea? Haya, mimi kwa waganga wapi na wapi? Ni juhudi zangu tu mwenyewe za kusoma. Ukiachana na hiyo kazi yangu ninayoifanya. Ila shoga yangu nikutoe shaka. Kufeli shule sio kufeli maisha. Mungu tu atakusaidia. Ongea na wazazi, uambie kupeleke chuo. Unaonaje? Haya sawa. Basi mimi nadhani kesho au kesho kutwa au baadaye aidha nitakuja kwenu ili unishauri shoga yangu, hata uko napoenda nitaenda kusomea nini, mimi sielewi chochote mwenzio. Sawa usijali. Mimi ngoja nikuache maana mida yangu hiyo wateja wangu na hisi huko watakuwa wanakuja. Kwa hiyo ngoja nikuache. Saa 10 ndio mida yangu. Sawa, karibu tena. Poa, wasalimie na wazazi. Yule pale dereva kicha, hawashinata. Dereva kicha, apigi naoni. Dereva kicha, ukone kona nalala nayo. Aiwe, ukone kona nalala nayo. Yule pale dereva kicha, hawashinata. Dereva kicha, apigi naoni. Dereva kicha, hawashinata. Dereva kicha, ukone kona nalala nayo. Aiwe, ukone kona nalala nayo. Wote mina cheza akili zangu zinavontuma, zinavontuma, zinavontuma. Mina ruka akili zangu zinavontuma, zinavontuma, zinavontuma. Mina cheza akili zangu zinavontuma, zinavontuma, kama boda boda sogea mbele bado. Kama boda boda sogea mbele bado. Yule pale dereva kicha, anakuja mbele. Dereva kicha, hawashinata. Dereva kicha. Kwa samani mwanangu. Hivi ni mwenyeji mtao? Mimi ni mwenyeji. Afadhali. Maana unajua mimi nilikuwa naishi Kitaiki zamani. Lakini kwa sasa hivi kidogo nilitoka nje ya mji. Ila kwa sasa hivi nimejaa, kuna binti moja mimi namuulizia. Anaitwa Latifa. Sijui kama unampata hivi. Latifa? Hapana, mimi simfahamu binti. Binti fulani tu hivi, yani mtundu hivi, mjanja hivi. Ila ni mwanafunzi. Alafu mwanafunzi mwenyewe huaga anajiuza kwa buku hizi 3. Yaani ukiwa na buku 3 unapata uloda. Alafu mnavyoniona mimi ni mteja wake mkubwa sana. Kuna maana nataka unifanyaje, unielekeze kwa binti. Kwa gharama yote mimi nitakupa, usijali kuhusu masuala makoto, yani hivyo vitu vidogo sana kwangu. Huyo binti tayari nishampata. Ulivyoniambia mwanafunzi, nimeshamfahamu. Lakini sasa hata kama nitakuchukua hapa nitakupeleka kwake, hiyo itakuwa ni kazi bure.
kwa sababu kwa sasa hivi ameshaacha hiyo biashara na hafanyi tena, na wala hataki kusikia au masuala kujiuza. Sasa hivi yuko busy na masomo yake. Hivyo unamjua kweli binti wewe? Yaani yule Latifa leo aache wewe, kwa serious bwana. Yule binti kwanza kitu ambacho ukijui. Yaani ile kazi yake inafanya yeye paka aende shule, si umeelewa? Alafu ile kazi yake inapaka ale. Yaani yule binti ukiwa na buku 3 tu, mimi unofeni humu tu kitu cha uhakika kaka. Kwa serious. Wewe kama unamjua, mimi nielekeze. Si umeelewa? Alafu istoshe yule binti hawezi kuacha ile kazi. Si umeelewa? Kwa sababu mimi mwenyewe ninavyoniona mimi, nilishamwambia aache kazi, ile kazi anayoifanya na kujiuza, aendelee na shule. Au la sivyo nimchukue mimi, awe ananipikia pika pakua. Lakini aligoma. Fikiria aligoma. Afu leo acha kile stress kwa sababu nitakupa tena unachokitaka. Mimi sitaki hela yako ndugu yangu. Asa wewe ndugu yangu hivi una akili kweli wewe? Hivi unajua kabisa yule binti ni mwanafunzi. Alafu wewe unamshauri eti umchukue tena uanze kuishi naye nyumbani. Yaani kama mke wako wao anakupikia. Hivi unajua ukija kukutwa unaishi na mwanafunzi utakaa jela miaka mingapi wewe? Wewe mwanangu wa bush kweli yani. Hebu kuwa mjanja na nawe. Yule ni mwanafunzi wapi alikwambia nani? Mwanafunzi nguo pambo zile. Yaani wewe ni miunofeni kitandani, afu mtu ana uroda ule. Hebu kuwa mjanja basi. Chukua hela nikupe mwanangu. Oa, sikiliza mwanangu. Huyo binti mimi namfahamu lakini umtaka shahama. Wewe Chali. Wewe Chali. Chali vingine vya ajabu hivi. Yaani ndio wewe. Mwangele makoti yake. Utasamia mzee wa miaka 70, kumbe mtoto wa miaka 12. Kwisa wewe ni nani yako? Na una shida gani kupitia Kwisa? Kwisa mimi ni rafiki yangu. Na huwa na kawaida kuja nyumbani kwetu, tunapiga story, tunabadilishana mawazo, na huwa najifunza vitu vingi kutoka kwake. Vitu gani unajifunza kupitia kwake? Mpumbavu chizi kama yule. Kwisa ni mwizi. Kwisa nimempa pesa ya ada, anaenda kununulia malaya wabovu. Kwisa anakunywa pombe sasa hivi. Kwa hivyo sasa usichokijua, Kwisa akai hapa. Amenishinda tabia zake. Lakini baba, kama Kwisa amebadilika kweli hivyo, wewe kama mzazi umeshindwa kumuita chini ukaongea naye kama mzazi kuhusu tabia zake zilizobadilika nazo? Nisikilize vizuri we binti. Unataka uniingie kwenye ubongo wangu. Kwisa ni mtoto ambaye mpumbavu, sitaki tabia zake. Sasa wewe ndio kama uko miongoni mwa malaya wabovu wanaokuja kuwanunua ni wewe. Usinichanganye akili yangu. Naomba uondoke. Mimi sidhani kama Kwisa atakuwa mbadilika kiasi hicho. Au namsingizia? Namsingizia? Hebu toka nyumbani kwangu. Naomba utoke nyumbani kwangu. Pumbavu mkubwa wewe. Koso moko mala kusweke. Nakuomba na leo, Mungu wangu, mimi yule mtoto mama mjane, nakuomba kila siku inayoitwa leo. Mungu wangu ulisema niombe nitawajibu, nijibu na mimi basi, au niko kando ya foleni za mwangu haifiki yani. Mola sikumbi kalina, wala sikumbi mafogi, nachokuomba uzima, alhamdulillah. Mi sikumbi matolali, wala sikumbi mamilioni, mina kuomba vichenji, mkono weze kwenda kwa kinga. Ila kimbaliki nyumba, tasema asante baba, tasema asante pesa magali, tasema asante baba, tasema asante, tasema asante, hatulali tunajificha, mvua ikinyesha tunaamka, hapa kuchila pamesha kucha, inauma sana. Uhakika wa kula hatuna, kila siku unga mwana, mama naomba mimi naomba tumeshachoka. Mola umenipa kipaji na ukanikutanisha nao, nikawapa nyimbo kadiriti
ila siku hizi simu hawashiki. Mola si Jamani, mbona tunashtuana hivi? Samahani dadangu, unajua tena hadi ni deni. Kwa hiyo njia nzima huko nimetoka nilikuwa nakimbia, kwa sababu nimeona nikitembea nitafika hapa nimechelewa, afu na wewe muda wa shule utakuwa umefika. Usijali, ndio nilikuwa natoka hivyo. Sawa basi, mimi mwenzako toka jana nilivyohangaika mpaka leo nimepata shilingi 3000. Sijui itakutosha. Hamna shida kakaangu, hata wewe unanitosha pia. Kiukweli mimi nakupa hii pesa, sihitaji ufanye tena hiyo biashara, na ndio maana nahangaika kwa ajili yako. Sawa, asante kakaangu. Mungu akuzidishie zaidi hapa. Uendelee kupata. Asante sana dadangu. Basi acha mimi niende nikahangaika kwa ajili ya kesho tena. Kaka, unaonekana umechoka hivi. Ungeingia hata ndani angalau ukapumzika kakaangu. Kwa sababu mimi leo naenda kufanya mtihani. Nitawahi kurudi, kwa hiyo nitakukuta. Hapana, yani nikae ndani alafu mwenye nyumba hayupo kweli? Jamani, si mdogo wako. Kwani kuna ubaya ukiingia ndani ukakaa? Mimi nawahi kurudi. Wewe pumzika tu kakaangu, hamna shida. Basi sawa dadangu, acha tu mimi nipumzike kidogo. Ila usichelewe kurudi basi. Saizi safi tu. Huyu mwenye chumba yuko wapi? Mwenye chumba ametoka mara moja, kuna sehemu ameelekea. Msipe masala na mimi. Umenisikia? Mwite anipe kodi yangu. Mwite. Humu ndani hayupo, yani mwenye hiki chumba ni mwanafunzi. Kwa hiyo muda huu sasa hivi yupo shule, lakini jioni atakuwa amerudi. Wewe acha mchezo na pesa yangu mimi. Unasikia? Mwanafunzi anaweza kulipa kodi? Hata undania. Sasa nakupa maagizo. Unasikia? Akija huyu mjinga mwenzio, mwambie mwenye nyumba amekuja hapa. Na maanisha hapa. Nitakuja kutia kufuli la pili kwenye kufuli lake. Na maanisha kama hana hela, atema takataka yake ahame nyumbani kwangu. Nimekuelewa. Basi mimi akija nitamwambia. Kwani kwenye hiki chumba anadaiwa shilingi ngapi? Wewe inakuhusu nini? Wewe unataka nicheze nini wewe? Wewe kwenye hiki wewe inakuhusu nini? Unataka kumlipia? Wewe una hela kulipa kodi? Sawa basi, hamna shida. Mimi akija nitamwambia. Tuheshimiane. Tuheshimiane kijana. Ulipe kodi, wewe una kulipa kodi. Swahili wewe.